Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Nchi za Kiarabu zimegawanyika kutokana na mzozo wa kulazimishwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa gazeti la Wall Street Journal, nchi za Kiarabu katika eneo la Ghuba ya Uajemi bado zimegawanyika pakubwa kuhusu namna ya kushughulikia vita vya kichokozi na kulazimishwa dhidi ya Iran. Mgawanyiko mkubwa umejitokeza kati ya nchi hizo kuhusu namna kukabiliana na mvutano unaendelea na Iran. Mgawanyiko huu ni zaidi baliana kidiplomasia tu, ambapo unakisi masuala mahususi ya kiusalama, kiuchumi na kimkakati ya kila nchi katika kukabiliana na mzozo huu ulioanzishwa na Marekani na ambao unatishia usalama na udhibiti wa eneo zima. Katika upande mmoja wa mgawanyiko huu kuna nchi zinazosisitiza ulazima kufanyika mazungumzo na kupunguza mvutano, huku upande mwingine ukiwa wa nchi zinazounga mkono msimamo mkali zaidi na matumizi ya mashinikizo ya kijeshi dhidi ya Iran. Kundi la kwanza linalojumuisha Saudi Arabia, Qatar na Oman linasisitiza umuhimu wa mazungumzo na hatua za kupunguza mvutano katika kutatua mgogoro uliopo. Mtazamo huo unatokana na uelewa wa wazi wa madhara makubwa ambayo vita vya muda mrefu vinaweza kusababisha uchumi na usalama wao. Kwa vile uchumi wao unategemea sana mauzo ya nishati na utulivu wa eneo, mataifa haya yana wasiwasi kuhusu kuvurugika kwa njia za usafirishaji wa baharini, kupanda kwa gharama za bima, kukimbia mitaji na kukwama miradi ya maendeleo. Vita vinaweka nchi hizi katika mstari wa mbele katika mzozo wa kijeshi ambao zenyewe ndio zilichangia katika kuanzishwa na kuendelea kwake, kwa kuruhusu uwepo wa vituo vya kijeshi vya Marekani katika ardhi zao. Saudi Arabia, ikiwa imerejesha uhusiano wa kidiplomasia na Iran katika kipindi cha utulivu, inaonekana kutotaka kurejea katika hali ya mvutano mkali na Iran, licha ya hasira yake kutokana na mashambulizi makali yaliyofanywa na Iran katika kulipiza kisasi cha mashambulizi ya Marekani dhidi yake. Ufalme huo umepinga hata mipango ya kijeshi ya Marekani ya kufungua kwa nguvu lango la bahari la Hormuz, kwani unaona kuwa maslahi yake ya muda mrefu yanategemea utulivu na udhibiti wa eneo badala ya kuongezeka hatua za kijeshi ambazo zinaweza kuhatarisha malengo yake ya kiuchumi. Qatar nayo imesisitiza mara kwa mara umuhimu wa suluhisho la kidiplomasia kupitia sera yake ya mambo ya kigeni inayolenga kutumia upatanishi, ambapo inashirikiana kwa karibu na Oman pamoja na Saudi Arabia. Nchi hizi tatu zimetambua mkakati wa kijeshi si tu suluhisho lenye tija, bali pia unaweza kuzisababishia nchi zao maafa makubwa. Katika upande wa pili, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Kuwait zimechukua msimamo tofauti na wa uhasama dhidi ya Iran, kwa kuwa zimeathirika zaidi na mashambulizi ya kulipa kisasi ya Iran kupitia makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Kwa kuungana kikamilifu na Marekani katika mapambano dhidi ya Iran na hata kushiriki katika mashambulizi hayo, nchi zinaamini kuwa Iran haitasita vitendo vyake vya kulipiza kisasi bila kuwekewa mashinikizo ya kijeshi na vitisho madhubuti. Hivyo zimetoa wito kwa Marekani kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambayo yenyewe imetekeleza mashambulizi dhidi ya Iran wakati wa mgogoro, inahifadhi vituo vya kijeshi vya kigeni, inataka kuunda muungano wa kimataifa ili kufungua tena kwa nguvu wa lango la bahari la Hormuz, na imetangaza utayari wake wa kushiriki katika juhudi kama hizo. Bahrain na Kuwait zinakabiliwa na hali mbaya zaidi kutokana na kuwa wenyeji wa vituo kadhaa vya kijeshi vya Marekani na zimeathirika moja kwa moja na mashambulizi ya Iran, ambapo pia ripoti kwa moja katika vitendo vya kijeshi dhidi ya Iran, ambapo ripoti zimeibuka kuhusu ushiriki wao wa moja kwa moja katika vitendo vya kijeshi dhidi ya Iran. Wasiwasi wao mkuu ni kwamba hali inaonyesha kuwa mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya vituo vya Marekani katika ardhi zao inaweza kuhatarisha pakubwa uwekezaji wa kigeni na uchumi wao. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, hitimisho linalofikiwa ni kwamba maelewano yote na Iran yataimarisha nafasi yake katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Tofauti hii ya misimamo inatokana na mahesabu tofauti ya kimkakati. Mataifa yanayopendelea mazungumzo na Iran yanaona kuwa utulivu wa muda mrefu utapatikana tu kupitia diplomasia, na kwamba gharama za mapambano ya kijeshi zitakuwa kubwa kupita kiasi. Katika upande wa pili, watetezi wa mbinu ya mashinikizo wanasema kwamba kulegeza msimamo mbele ya Iran kutaimarisha tu msimamo wake wa kuwatoza gharama kubwa zaidi katika siku zijazo. Kundi hili linafumbia macho nafasi yake ya kuhusika moja kwa moja katika kuibua hali ya sasa na badala yake kuamua kupiga ngoma ya adui dhidi ya Iran.
Mgawanyiko huu umekwamisha juhudi za kufikiwa msimamo wa pamoja wa Waarabu kuhusu vita vya kichokozi vya Marekani dhidi ya Iran na hivyo kuziweka nchi za eneo katika hali tata. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri ulimwenguni.